ili kufikia malengo yangu. Lakini pia nisiwe na overconfidence hata kwenye ile ambayo naweza kulifanya vizuri, pia niwe naweza kukubali kuelekezwa. Naona hiyo pia inaweza kusaidia mwanafunzi kufanya vizuri darasani. Lakini self acceptance pia inafanya mtu aweze kujipush mentally, asibaki kwenye comfort zone yake. Sawa. Kwa hiyo tuseme ni kwamba tukiongelea swala la self acceptance, yani mimi nijijue mimi nikoje, Yes. na labda naweza kusoma vipi, na labda nitachukua hatua gani kukava vile vitu ambavyo siwezi kuvifanya vizuri ili niweze kufikia malengo, yani niweze kufikia labda performance ambayo naitamani. Na umesema pia yani vizuri ujue weaknesses zako na strength, afu weight na jinsi utavyo yani labda kushabiana au yani utaweka jitihada gani ili uweze kufikia malengo yako. Sasa yes. Kwa wasikilizaji wetu swali letu sasa, mwanafunzi anawezaje kujenga kujiamini kwenye masomo yake kama njia ya kufaulu zaidi? Najua ushasema kwamba like ajijue hivi na hivi na lakini sasa practical steps ambao kwamba yani sasa anaanza afanye. Kitu cha kwanza kabisa naweza nikasema mwanafunzi anatakiwa awe anajiambia maneno mazuri, positive talk. Yaani ukishaanza kujiambia I cannot do this, I am not capable, hiyo inakuwa ina limit your capability to improve. Kwa ukishaanza kujinenea kwamba naweza nikajitahidi nikafanya hivi, naweza kufanya hivi, hesabu inanisumbua, naweza nikajitahidi nikafaulu vizuri hesabu kwangu haitakuwa tena tatizo. Yani unajipa moyo, kwa sababu ukishajiambia kabisa siwezi, inakufanya ubaki ung'ang'anie pale pale kwamba siwezi hesabu, na akili yako na yenyewe itajijengea kwamba uwezi hesabu, siwezi. Yani kwa hata inaweza ikaja swali limekuja tu ni rahisi ambalo hata wewe mwenyewe unaweza kulifanya, lakini kwa kuwa ushajiambia siwezi hesabu na akili imesema kwamba uwezi hesabu, hilo swali ukiliangalia naturally utasema siwezi. Lakini pia wazazi pamoja na walimu wanachangia vikubwa sana katika kujiamini kwa wanafunzi. Kwa wao pia wanaangalia wanavyoongea na huyo mtoto. Mimi ni auntie, watoto wakirudi gila wanakuja kukuonesha matokeo, si ndio? Ndio. Kwa unaweza kuta mimi kama auntie naweza nikasimama kama mzazi, nakuwa labda na expect mtoto atapata labda 95, 100, si ndio? Kila mzazi anatamani mwanae afanye vizuri, lakini mtoto anaponiletea labda amepata 70, mwingine anaweza kumwambia hapana, kwa nini umepata 70? Umefanya vibaya, toka hapa nenda kasome. Mtoto anakuwa anajisikia vibaya, lakini ukimpokea ile umepata 70, wow, umejitahidi sana mwanangu. Lakini siku nyingine unaweza ukajitahidi ukafika mpaka sehemu fulani, ile kitu anasema yes mama, auntie, baba ameniambia nimejitahidi kweli, ngoja niweke juhudi nifike sehemu fulani. Lakini ukimwambia ujui, umeharibu, anajisikia vibaya, inamtengenezea uboga, anashinda hata kujikubali. Next time anajiona kabisa mimi siwezi, mama ameshaniambia siwezi. Kwa mzazi, mwalimu au mtu yote ambaye anasimama kumsaidia mwanafunzi anatakiwa amjengee ile kutokumkatia tamaa, kutokumcriticize, ampe yale maneno mazuri ambayo anaweza kumsaidia mwanafunzi kufaulu vizuri. Yes, na pia tuache kujilinganisha na wengine. Ndio maana hata kwenye vidole havifanani, kuna vifupi na virefu. Hata Mungu mwenyewe alivyotuumba aliumba wengine ni wafupi, wengine ni warefu, wengine ni wanene na wengine ni wembamba. Tuko tofauti, hamna namna yani kwamba Mungu aliumba yani Georgina anafanya tufanane ndio tumefanana yani kila kitu. Hapana, Georgina uliumba kwa wakati wako na mimi niliumba kwa wakati wangu. Kwa hiyo nikiwa nafanya vitu nisijilazimishe kufanya kama Georgina anavyofanya. Yani jiomba ile journey yangu mwenyewe. Nafanya kulingana na mimi nifanye. Na imaanishi kwamba usisikilize ushauri. Yes, sikiliza, lakini uangalia unanisaidia vipi? Na utanifanya vipi mimi nitoke sehemu fulani kwenda sehemu fulani? Angalia anaponishauri, je, na mimi ninavyovifanya nimekosea, kwa nafanyaje ili niweze kufika sehemu fulani? Lakini sitaki sasa kujilazimisha kuwa yeye, kwa sababu kama nilivyosema tupo tofauti. Nilivyosema pale
kwenye kusoma unaweza kukuta mtu anaweza kusoma ndani ya masaa 3, lakini unaweza kusoma ndani ya lisali moja. Unaweza kukuta mtu anaweza kusoma topic 5 ndani ya siku moja, lakini unaweza kusoma topic moja siku moja ukaielewa vizuri. Mwingine anaweza tu akasikiza darasani akatoka hapo ameelewa, hajasahau, lakini wewe ni lazima usikilize na ni lazima uje ujisomee. Kwa ukijilazimisha kuwa kama mtu fulani, utashindwa kufikia malengo yako. Kwa hiyo jikubali na kuwa wewe kama wewe. Don't compare yourself to other people. Hiyo itawasaidia sana wanafunzi kutumia self acceptance kwenye kufaulu vizuri darasani. Yes. Naona hii ni mada ambao kusema kweli ukiwa umekaa hata ukiwa shule sio mada ambao ni very common kuigusia. Yaani huwezi ukakaa tu kwa sababu mtu ukianza kumwambia kuhusu labda sijui kujikubali, anaona kama wewe una mabavu, una self confidence, sijui unajiona kama kila kitu unaweza, masomo yote unaweza, lakini mtu kuwa na ile self awareness, kujitambua, akaweza ku break down vitu kama ulivyoelekeza, akaweza kujua kwamba hichi nifanye, hichi nisifanye, hichi kitanisaidia. Maana kujikubali pia ni ngumu. Hata mimi nikisema nikiwa shule lazima nikiona mtoto mbona yule anasoma sana, mbona anaamka saa 9, mimi siamki saa 9, mbona sijui naona mbona yule anakula dakika 10, mimi nakula nusu saa. Yaani mimi umenikumbusha mbali sana. Mimi napiga story, wao wanasoma. Mimi nikiwa shule tusemee advance. Ndio. Mimi nilikuwa nikitoka prep naenda kulala saa 5, tulikuwa tunatoka prep saa 5. Saa 5. Directly naenda kitandani. Lakini unakuta kuna kikundi cha watu wako pale chini. Wanasoma mpaka saa 8. Kuna pia wengine tulikuwa tunaita kutoboa mpaka asubuhi hajalala. Yaani mtu unakuta macho ni meusi. Na bado ataamka vizuri. Ataenda morning prep. Hasinzii. Ana concentrate kwa daftari. Then kuna mimi ambaye nilienda kulala saa 5. Anaonekana asubuhi nasinzia vibaya mno. Yaani there is no unaweza kunikuta niko nimeconcentrate kwenye daftari langu. Saa 5 huko unasinzia. Kwenye vipindi nasikiliza. Prep nikipewa zangu nasoma, lakini ikifika saa 5 kulala. Matokeo akija tofauti. Kuna mmoja siku akanifuata akaniambia, Epifania, unafanyaje? Mbona unafaulu? Lakini mimi sijui kuona ukiwa serious na masomo. Toboi. Wewe muda wote ni umelala. Prep unasinzia, ikifika muda wa kuextend unaenda kulala. Nikamwambia hivi, kwa sababu mimi sio mtu wa kuconcentrate asubuhi. Iko ni kitu cha kwanza. Yaani asubuhi concentration level yangu iko very low. Lakini pia mimi nikisoma mpaka saa 8 nitaishia kusahau. Mimi naweza nikasoma ndani ya hata nikisoma ndani ya masaa 3 yaani nimejitahidi sana. Kwa hiyo nikijilazimisha kusoma kama nyinyi mnavyosoma nashindwa. Ndio maana nafanya ninavyoviweza mimi, na kwamba sio kama siko serious. Nikipewa muda ambao naweza nikaa serious na kuwa serious kweli. Lakini watu wamekariri kwamba ni lazima nitoboe mpaka asubuhi na ni lazima nikifika prep nisome kwa bidii. Lakini kumbe unapotea. Unajua hiyo wanakuwa na nandi. Unajua ile mmekaa walimu wanaanza mtu anaosoma sana ndo atafaulu. Sijui mtu atakayofanya nini ndo afaulu. Sijui unamwona huyu imekuwa hivi. Yaani kuna ile nadharia tukifika shule kama especially advance. Kuna ile nadharia tunaikuta kwamba watu wanao extend ndo atafaulu. Sijui watu wanaosoma sana ndo atafaulu. Watu wanaosoma yale mavitabu, kwa mfano kutana na mtu anaosoma physics na chemistry, unaambiwa ni chande nzima ukiimaliza kile kitabu ni kikubwa tu wa kweli. Sio utani. Yaani hiyo nadharia pia ambayo watu wanajengewa. Circumstantially ni ngumu kujiamini, lakini kuna kitu ni moyo gani unakuwa nao mpaka unaweza kabisa despite kila kitu kinachoendelea wewe unajijua mimi ni hivi na sikubali kuwa shaken. Yaani nakuchagua kujiamini. Inabidi tutambue kwamba kuna tofauti kati ya kustudy hard na kustudy smart. Although vinaingiliana, yani kama vina cooperate, lakini ndo kama hiyo unasema walimu, wanafunzi, yani kila mtu amekariri kwamba kuextend ndo that's the best hard way work. Of studying hard. Okay, hard working is very important. Lakini did you within that studying hard imekusaidia nini kuextend mpaka asubuhi? Kweli umeelewa? Lakini studying smart, okay? I know what I'm targeting. And leo nimepanga nitasoma topic 2 tu na nitahakikisha nimezielewa.
Na kama nimezielewa, kwa nini siende kulala? Kwa sababu nimefika my goals na nimezielewa hizo topic, kwa nini siende kupumzika? Nikaamka asubuhi with my new goals ambazo zitanisaidia pia kufanya vizuri zaidi. Sio kama I'm not studying hard, I'm studying smart because I'm studying with goals. Kusoma bila kuwa na malengo ni kama unafanya kitu ambacho yaani watu wanashindwa kuelewa, ni kama unajipotezea muda. Kwa sababu unashika kitabu unasoma saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Wewe ni mwanadamu, na pia kupumzika ni muhimu, na ndio maana hata shule waliweka nini, ratiba. Kwa ile ambapo walimu wanawakaririsha watu wanakuwa wanawapoteza. Studying smart is the key to success, naweza nikasema hivyo. Having goals, ndio hapo tunarudi kwenye swala la self awareness. Ukishajijua uwezi ukajipoteza zaidi kupata wengine wanachokipata. Yes. Sawa. I hope wataelewa na watachukua ushauri wako, wataupata, utawasaidia, kwa sababu it's a conversation ambayo pia inabidi tuwape muda, iwe out there, wasikilize, warudi na comment zao. Hopefully wakirudi na comment itabidi tena tuje tukae tena tuseme we should have a part 2, tuongelee vitu ambavyo wao wameviraise na labda changamoto ambazo wanaendelea kukutana nazo kulingana na mada ambayo tumeongelea leo. Mimi nipo na nasubiri nione wanafunzi wana mtazamo gani kuhusu swala self acceptance. Yes. It was really nice having you and hosting you. Nashukuru sana kwa uwepo wako, kwa muda wako na kwa dedication yako, maana it takes a lot. Unajua mtu kuja umuombe nini, kwa sababu kila mtu ana schedule zake na muda wake. Nashukuru kwamba umeweza kutenga muda na umeweza kuongea nao. I hope watakuwa inspired na it will ignite them, it will help them, they'll achieve more. Thank you very much. Thank you.